Sasa Mama Yasir, nimekuita hapa kuna jambo nataka tuongee kidogo. Nafikiri unafahamu kwa nilimwazima Chike pesa kwa ajili ya kumaliza ile kesi yake. Sasa ile pesa mimi mpaka sasa hivi hajanilipa. Na mbaya zaidi ameniita ameniambia kwa ofisi nimemuonyesha. Nimempeleka nje ya mji. Na pesa kunilipa pia bado hajafanikiwa kuipata mpaka sasa hivi. Kwa nini nilipoweza tunafanyaje? Akaniambia kitu ambacho alikuwa amekifikiria. Kwanza ametoka kulipa kodi ya mwaka mzima pale kwake. Hivi karibuni tu hajamaliza hata wiki. Kwa hiyo akawa ameomba ngine dalali ili nimtafutie mpangaji ambaye atamweka katika ile nyumba yeye arudishie pesa. Na hiyo pesa nichukue mimi. Lakini huko ofisi ilipompeleka ni mbali, kwa anaishi kusafirisha baadhi ya vitu ni gharama kidogo. Kwa hiyo pia anauza baadhi ya vitu ambavyo hata mteja akipatikana kati ameshaondoka, mimi nitachukua hiyo pesa itakayobaki nitamtumia. Ndicho alichoniambia. Nikafikiria kitu kingine pia, kwa sababu sisi tunapokaa ni mbali na kazini kwangu, alafu kule kodi imeisha. Kwa hiyo nikamwambia asitafute mtu wa kuhamia kwenye nyumba yake. Sisi kodi hiyo iliyolipia tutaitumia sisi, tutamia pale. Tutatoka kule nyumbani. Kwa hiyo hata baadhi ya vitu ambavyo amesema naviuza nimemwambia aviache. Kwa mimi navihitaji nitavichukua, kama ile itakuwa ni ndogo basi nitamuongezea. Kwa tumekubaliana hivyo, nikaona nikushirikisha mke wangu ili kiwezekana sisi tuamie pale, kwa sababu kweli kule natumia gharama kubwa sana kwenye safari mpaka kufika kazini. Unajua. Kwa sasa hivi ani mdai mwenzake ni nani? Wewe ndio unamdai Chike au Chike anakudai wewe? Yeye ndo anadai mimi sasa. Maana ameniachia vitu vingi. Kwa kuna hela kidogo anadai, nikipata tu karibu nitamtumia. Sawa. Kwa hiyo tunategemea kuondoka lini? Hivi pale sikodi imeshaisha tayari? Imeisha na mwenye nyumba ameshapiga simu. Basi mimi nafikiri ngoja niongee mwenye nyumba tu aje tufanye makabidhiano ya nyumba yake, then mimi niamie tu pale ila asikashike. Sawa. Natumba muda atafika kule kwetu sisi, njia ni mbaya sana. Sasa jirani hajafika kule. Kwa hiyo tusubiri atafika. Walikuwa wanataka kumbaka. Yaani mnashindwa kazi za kufanya, mnaanza kubaka watu. Ni vijana sasa hivi mnakuaje? Sasa kwa taarifa hiyo nitafuatilia mpaka niwajue mlipo ni wapi. Wewe dada vipi? Tulia, yaani mimi nakusaidia ili usibaku na mimi unakuja unanipiga. Maana yake ni nini? Wewe ningekuacha kubako, si ndio? Wewe dada, wewe, akuma nilichizi. Wewe, hebu niache wewe. Wewe. Lakini hawakufanikiwa baada ya mimi kutokea. Walikimbia. Na baadaye nilipokuja kugundua kuwa ni chizi, nikaona anapaswa kabisa kusaidiwa. Na baada ya kuulizia, nikaambiwa kuwa anakaa hapa, na maana kama kumleta. Asante sana mkango kwa moyo ulioonyesha. Angekuwa ni mtu mwingine, wala singeweza kumsaidia. Na labda nini chanzo cha tatizo lake? Maana inaonekana sio hali ya kawaida. Hata sijui. Alikuwa haishi hapa nyumbani. Imetokea ni ghafla tu. Vipi huko ambapo alipokuwa anakaa anasemaje? Alikuwa anaishi na mwanaume. Lakini baada ya Sonia kupata hili tatizo, huyo mwanaume kuonyesha ushirikiano wote. Acha nipambane na mwanangu. Atakuwa sawa. Ila kuna jambo nilikuwa naomba unisaidie kama liko ndani ya uwezo wako. Ni jambo gani hilo mamangu? Nataka nimpeleke kwa mtaalamu. Hili jambo linaonekana sio la kawaida kama ulivyosema. Kwa hiyo unamaanisha ulikuwa unataka nikusaidie pesa, si ndio? Ndio. Na ikiwezekana tuongozane wote mpaka kwa mtaalamu. Maana mimi sina mtu wa kunisaidia. Kwanza pole sana mama, lakini hapa nilipo mimi sina pesa, alafu pia ni mgeni.
Ndio kwanza nimekuja na naelekea kwa ndugu yangu na bado sikufika hata hapo nyumbani kwake kwenyewe. Kwa hiyo acha nifike pale, nitamuelezea hili tatizo, alafu akishanipatia hiyo pesa mimi nitakuja, tutamsaidia, tutampeleka huko kwa sababu nampenda sana binti. Sawa, mimi naenda mama. Haya, lakini naomba unisaidie kumuingiza ndani. Maana peke yangu tu sitaweza. Hilo limeisha, hamna shida. Iloko ya morning music. Iloko ya morning. Membe ahe. Karibuni Maruhani, membe wawali. Membe ahe. Karibuni Maruhani, membe wavalini. Karibu kijana. Nimekuja mtaalamu. Nilikuwa na shida, naomba unisaidie. Nilienda kwa mganga kwa ajili ya kutafuta mali. Nilifanikiwa kupata mali. Baada hapo nikapewa masharti magumu sana ambayo sikutegemea. Sitakiwi kumwingilia mwanamke yote kimwili. Na mbaya zaidi natakiwa nimtoe kafara mdogo wangu. Mimi sipo tayari kwa hilo. Hivyo naomba unisaidie kutengua hayo masharti. Sawa. Lazima ukubaliane na masharti kwa sababu ulishakuwa tajiri. Huwezi kukwepa. Na kuhusu mdogo wako lazima umtoe kafara kwa sababu ndivyo mlivyokubaliana na huyo mtaalamu. Sawa. Lazima ufanye hivyo. Naomba unisaidie mtaalamu. Nitakupa chochote unachokihitaji. Sawa. Huko tayari kwa masharti? Ndio nitaweza. Na nje pekee ya kupa masharti haya lazima utoe kafara ya mwanadamu. Na kwa miaka 40 kuendelea. Na kafara hii itakuwa endelevu. Je, utaweza? Ndio nitaweza. Amesema ndio. Sawa. Hiyo kazi mimi nitaifanya. Nitamaliza. Usina wasiwasi. Kwa sababu umesema unaweza. Hilo swala litaisha. Sawa. Unaweza kaenda. Mizimu itakusaidia. Dogo. Niambie, dogo umekuwa kibonge sana unajua. Acha tu tumelizika saa 2 nafuata nyumbani huko. Karibu sana sasa. Asante. Nimefurahi kuona bro. Na mimi pia. Umechelewa, kama sema ni aje huyu. Sema sasa dogo, umeniudhi. Kwa nini tena? Sababu mimi nilikuja kule ambapo ulipokuwa unakaa. Sasa nafika kule naanza kuambiwa huyu mtu hapo ameshahama tayari. Naanza kuulizia, natafuta simu yako tena simu haipatikani. Baadaye ndo unakuja kuona message ya shemeji anaanza kunielekeza huko. Nafika kwa sababu umefika brother, nimefurahi. Au mengine tusameane. Karibu sana mjengoni. Sasa hivi niko hapa. Sasa kama ningekuwa sio mjanja nisingefika. Karibu sana. Nimefurahi sana kukuona. Sasa shika hili begi. Alafu naomba unipatie 150,000. Kuna tatizo ambalo natakiwa niende nikalisolve chap. Alafu nageuka hapa. Tukae sasa tuzungumze. Ndio sasa hivi hapa? Kwa sababu kuna matatizo makubwa sana na mimi ndo mtatuzi wa hiyo tatizo. Na wewe ndio unaweza kunisaidia sasa. Sina mtu mwingine kunisaidia. Kama unataka nidhalilike, nitadhalilika. Kama ukitaka nionekane mwamba, sasa sikiliza mkango. Umefika kwanza, ingia ndani, upate hata baraka, usalimie, umsamehe shemeji yako, alafu nafikiri vitu vingine tutavizungumza. Kama hela ipo unapatiwa tu, haina shida. Wewe kaka yangu. Sawa, twende mimi stai sasa hapo nitarudi sana. Mume wangu,
hali yangu inazidi kuwa mbaya. Naweza kukata kauli muda wote. Basi mke. Mtunze sana Zara. Akiwa mkubwa, mwambie mamake alifariki na ugonjwa wa kansa. Hapana mke wangu, sema hivyo utapona. Sawa? Usio na mawazo, utapona. Sawa mke wangu? Kuwa na amani. Mwambie Zara awe makini na wanaume. Pia msisitize sana asome mwanangu. Mke wangu. Pona mke wangu. Sawa mwanangu Zara. Miaka yote ulikuwa kuuliza kuhusu mama yako. Mama yako alishafariki. Na hili ndio kaburi lake. Pole sana binti yangu. Mama wana nakupenda binti yangu. Mama kwa nini uniacha mapema jamani? Nimelelewa na baba tu. Mama amka mama. Kwa nini uliondoka mapema mamangu? Baba. Sitaki kuamini tunachokiona baba. Baba namtaka mama. Baba mamshi mama. Baba mamshi mama. Hali ndo kama unavyoiona mtaalamu. Sijui binti yangu amepatwa na nini. Naomba tusaidie. Naomba unipishe huko. Njoo kale huko. Wacha
Buruku Tanta Mantetele. Poleni sana. Huyu binti amekosea masharti. Alikuwa na uhitaji wa kupata mtoto. Alipokwenda kwa mganga wa kienyeji, akamwambia atembele naye. Hivyo akapata mimba ya kishetani. Sijakuelewa. Utanielewa tu, kwani napaswa nikuelewesha. Masharti aliyopewa, hakutakiwa kutembea na mwanaume yeyote yule mpaka pale atakapojifungura. Sasa kabla hajajifungura, huyu binti akatembea na mwanaume, na hiki ndicho kilichomkuta. Naomba utusaidie mtaalamu. Sawa, mimi nitawasaidia, kwa sababu nipo kwa ajili ya kusaidia wanadamu wenye matatizo. Na kwa kuwa wamefika kwa kibwana mwenye mkuu, basi hilo limekwisha. Ya, na hata hivyo matumaini yanaonekana, kwa sababu anaonekana amepoa sasa hivi. Na wewe kijana, nenda kama mbele ndugu yako, yule mchumba wake hakufa kwa makusudio ya Mwenyezi Mungu, bali amewekwa nsukule. Mimi? Ndiyo wewe. Kwa hiyo sasa ni ndugu yangu yupi? Mdogo wako anayekufuatilia. Tena nenda kamwambie kabla hazijafika siku 40 anatakiwa afike hapa, na kama asipofika hapa, basi huyo mchumba wake atamkosa kabisa. Wayo. Ushirikina umetawala. Single father, 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 single father. Sasa kile ulichokiona sitaki umwambie mtu yote katika hii dunia. Umenielewa? Na endapo ukimwambia mtu yoyote yule, na wewe utamfuata wifi yako. Turudi nyumbani. Naona meshemisho hujapata hata muda kupumzika. Sijapata kabisa. Unajua mambo ni mengi. Ni kweli. Sasa nafikiri hapo ukaoge tupate time ya kuzungumza ili tuweze kuona tunaanzia wapi tunaishi wapi juu ya jambo ambalo nimekuitia. Haina shida. Na shemeji nishamwambia tayari kama kuna nguo ndogo ndogo ambazo zinakubana basi aniandalie ili niweze sasa kutupia. Kwa shanga naye. Nishamwambia. Basi sawa, yapo atakutazamia. Zipo nguo ambazo mimi asikai kabisa, mwili ushakuwa mkubwa, atakupatia. Kabisa. Safi. Huyo mgonjwa wako anaendeleaje? Mgonjwa bado anaendelea na matibabu. Nimewacha yule mtaalamu anaendelea naye kumtibia. Kwa hiyo nadhani nitarudi tena kwa sababu na imani kama akishapona
Lazima nioe dogo. Aya. Tunataka muoe tena. Mzuri. Ndio maana nikashangaa brother amefika tu anaomba hela kwenda kumtibia mtu, kumbe tayari moyo ushachukuliwa. Sio jambo baya, tuseme inshallah. Inshallah. Sio jambo baya. Kitu kingine, hivi dogo ushaikuwa na mpenzi au mchumba alafu akawa amefariki ghafla? Ndio nilishakuwa na mpenzi tuseme, maana atutoka kwenye toa ya uchumba, ila nilimpenda sana. Tulikuwa tunaishi naye nyumbani hapo, bahati mbaya alifariki bwana yule, alisukumizwa na mdada fulani mpumbavu yule, akaangukia tumbo, akampeleka kupoteza maisha. Yule jamani zaidi ya nabii, kwa sababu walinitazama hivi moja kwa moja akanikazia macho, pap, akaganda, akaanza kunambia kwamba wewe una ndugu yako, na huyo ndugu yako alikuwa na mpenzi, huyo mpenzi wake akafa ghafla. Lakini huyo ndugu yako anaamini kwamba huyo mpenzi wake amekufa kwa sababu ya Mungu, ila akachukuliwa msukule. Kwa hiyo njoo nayo ndugu yako ili tumrudishe mpenzi wako. Kwa hiyo mimi na wewe mdogo wangu Chief, twende tukamrudishe shemeji. Na mimi mdogo wangu ambaye ananifuatia, ambaye nimemwachia ziwa, si wewe? Bwana bwana, acha kunipanga bwana, acha hizo mambo. Yaani mimi niende wapi sasa? Hebu ngoja nikwambie kitu bro. Unajua sasa hivi matapeli ni wengi sana. Sasa kwa makini, usije ukaingizwa kingi mjini hapa. Siku hizi kuna matapeli mtaweza kukuta tu akwambia matizo kadha akakutoa mpaka nywele kwenye ulimi. Wewe ukamini kweli yeye ana uwezo wa kutibia, kumbe ni tapeli tu. Sasa kwa makini, kwa maelezo ambayo umenipatia inawezekana ukutana na matapeli. Mimi bwana mambo siamini kabisa. Wewe nenda kumwambie mdogo wangu amekataa na amesema mambo na kumwambia mimi sitaki, mtu amekufa, niende kufanya nini sasa tena? Kwa maisha mjini yanabadilisha sana. Kati zamani tulikuwa tunaenda wote kwenye vibuyu vizuri tu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Mimi nimekuelewa. Lakini nikukumbushe, uchawi upo. Uchawi umezungumziwa kwenye Qurani, umezungumziwa kwenye Biblia. Sasa unabisha nini? Wewe twende ukajionee mwenyewe. Bwana, mimi siwezi kwenda. Mimi umwachia Mungu tu, kama atakuwa amechukuliwa afanyaje. Lakini ninachoamini yule binti bwana alisukumizwa, nilimpenda na nimeshasahau. Kama uwezi kwenda sawa, lakini mimi yule binti akishapona naoa. Mungu akusaidie. Sawa dogo, mimi ngoja niende kwenye bomba la mvua pale nika. Basi mimi nafikiri wewe sasa ukishakuwa sawa, tutachukuana tuende kwenye ile eneo tukalitazame, alafu tuweze kuwa tunaanzia wapi tunaishia wapi. Ni shine sasa. Utawasumbua hapa mtaani. Brother bana, imani gani hizi nataka kuzileta kwenye nyumba yase? Najaacha tumbeke kijijini bana. Sasa ushauri nini? Mama nene mira wewe, oh mama mira wewe, mama mira wewe, mama mira wewe, oh mama yeah mama
Wewe ni nani na hapa niko wapi? Hautakiwi kuniogopa. Uko sehemu salama. Mimi naitwa Kibwana mwenye mkuu. Uliletwa hapa kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa sababu wewe ulikuwa ni kichaa. Mimi nilikuwa kichaa? Ndio. Binti yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu ambavyo unavifanya haviendani na muonekano wako. Matatizo gani? Acha ushirikina. Acha kwenda kwa waganga wa kienyeji na kutaka kuwa mshirikina. Kwa sababu vitakupeleka sehemu pabaya sana. Acha sana kwenda kwa waganga wa kienyeji. Na mbona kama umechukia? Hujapendekezewa na hichi ninachokwambia? Na vipi kuhusu mimbangu? Ipo ama imeharibika? Koro kutanta mantetere. Mimba yako nimeisafisha. Kwa sababu haikuwa mimba ya kawaida. Ilikuwa ni mimba ya kishetani. Nisikilize. Kila kitu kinachotendeka huwa kina maana sana. Na ndio maana mimi nakwambia achana na mambo ya kishetani. Acha mambo ya kishirikina. Nimekuelewa. Wacha. Akano kwa wao. Akano kwa wa mama. Kono kwa wa. Kono kwa wa. Akano kwa wa. Akano kwa wa mama. Kono kwa wa. Kono kwa wa. Kidege wewe. Kidege mwanangu. Kidege wewe. Wacha. Boli. Kula. Kwa hiyo ndo umekata kabisa kula na kijiko. Mama. Kula mkono ni sunna. Sawa. Shikamoo baba. Mangu karibu. Mama Yasiri. Imekuwaje mpaka Yasiri uko hapa? Basi. Kwa hiyo tumeshakubaliana niende nikamchukue mwanangu. Cha ajabu ni nini? Yasiri, mimi tulizungumza na ukupaswa kulifanya hili mpaka mimi nitoe amri. Sasa mbona umeenda kufanya maamuzi ukiwa peke yako? Jamani. Amri tena. Kwa hiyo mtoto amekuwa koko peke yako sasa. Mpaka tusubirie amri kutoka kwa mwanajeshi mkuu. Wewe baba. Unataka kuishi na mimi hapa nyumbani? No my son. Mimi sijamaanisha kuwa sikupendi. Nakupenda sana lakini kule nikupeleka ili usome. Alafu nyumbani tutakuwa nakuja likizo. Na kingine mama yako ni mtu akurupuka sana. Tulishazungumza. Nilimwambia kule nimelipia ada, asubiri likizo tarudi. Na hii system wewe kutokea nyumbani utaifanya next time, lakini amekurupuka tu amekufuata na kurudisha nyumbani mimi sio chochote. Iko sawa? Ndio maana nasema huyu ni mtu akurupuka. Baba Yasi. Unaona sasa unaanza kunitokana mbele ya mtoto. Mimi nakurupuka. Basi bwana, mimi sijamaanisha hivyo. Yaisha haya. Nipo ndani. Nisikilize. Mimi sijamchukua Yasiri moja kwa moja. Leo ni weekend. Lakini msimu ujao nataka mtoto wangu anatokea nyumbani. Kama ni hizo hela zako ulizolipa huko mimi nitakulipa. Upo? Sasa nimekuelewa. Basi nipokee chakula nakuja.
Mkango, mgonjwa wenu tayari ameshapona, hivyo mnaweza mkamchukua na kwenda naye nyumbani. Niache. Nishuko namjua mimi. Binafsi mimi nashukuru sana kwa hali ambayo alofikia. Lakini mama yake pia alikuwa anataka kujua nini hasa chanzo cha tatizo mpaka mtoto wake kupelekewa katika hali hiyo. We kaka. Chanzo yake kinakuhusu nini? Ni ndugu yangu mpaka unataka kujua? Au wewe ndio unaniloga Eti nimeshapona. Naomba twende nyumbani. Choko zani? Mtazame sura lake lilivyokuwa zito kama wimbi la uji. Mtaalamu, unaona sasa majibu yake? Hivi wewe dada, unajua kwamba mimi nimepambana kiasi gani mpaka unafikia hatua ya kuwa sawa? Unaanza kunitukana eti mtazame ile sura lake jinsi lilivyo. Unajua kwamba mimi nimejitoa kiasi gani mpaka unakuwa hivyo? Nilikutuma sikilanga chako mwenyewe. Umeona anavyojibu? Sasa sikia nikwambie, dada nitakuja nikupasue, tuheshimiane vizuri. Au hujapona vizuri nyoko wewe? Haijalishi kwamba wewe pumbavu nini wewe? Kamba, naomba muwe na adabu. Hii sio sehemu ya marumbano. Hii ni sehemu ya tiba. Kwa hiyo ni lazima muwe na nidhamu nayo. Na wewe binti, kuwa na kauli nzuri. Huyu unayemwona hapa ndiye aliyekusaidia wewe mpaka ukarudi katika hali yako ya kawaida. Pasipokuwa na huyu, wewe saizi uko mitaani huko. Kwa hiyo ni lazima uwe na adabu. Mwambie elewe huyu. Umeelewa? Na vipi kuhusu huyo ndugu yako? Yule ndugu yangu mimi nimezungumza naye lakini naona kama hajanielewa vizuri. Sijui shida gani naye. Sawa. Ila naenda kamwambie. Mzarau mwiba, huu utatende. Ona alikuwa na dharau. Sawa, nisikilize. Naomba unisikilize kwa makini. Hawa ni watoto wa kike. Sawa. Kwa hiyo lazima upunguze jaziba. Ukiwa na jaziba, basi unaweza ukafanya kitu ambacho dunia ikakushangala. Sawa. Nashukuru sana mwanangu kwa jinsi ulivyojitoa kumsaidia mtoto wangu. Na wewe Sonia, nishukuru sana huyu kijana. Amejitoa kwa kila kitu mpaka kuhakikisha unapona. Na ninaomba umheshimu sana. Umuonyeshe upendo ambao utajenga kesho yenu iliyo bora. Asante. Asante sana kwa kushukuru. Na unajua mimi mama nilikuwa najitoa hivyo kwa hayo yote ni kwa sababu tu ya upendo, lakini kikubwa zaidi nimevutiwa naye sana. Na kama itampendeza Mungu basi hata nikimooa hivi au hivi. Mwanangu huyu ameolewa. Ana mume wake anaitwa Joel. Na anatakiwa kurudi kwenye ndoa yake. Sasa mama, mbona ukuniambia kama huyu ni mke wa mtu kipindi ambacho mimi nagaramika na kujitoa? Baba, mimi nilizani labda unatusaidia tu kwa upendo. Mama, yule alishagaili kuwa na mimi. Na pia nimeshukuru sana kwa sababu ndio ilikuwa ombi langu. Chike ndo mwanamume wangu wa maisha. Chike ndo kila kitu kwangu. Yani mama, huyo Chike ni mwingine tena? Unataka nikupe radhi?
Na kuuliza unataka nikupe radhi? Chike hakupendi hata kidogo. Na alikutelekeza wakati ukiwa unaumwa, hakukupa msaada wowote. Hata kuonekana hapa tu kuonekana. Alafu leo unasema unataka urudi kwa Chike. Sasa nisikilize vizuri. Kama mimi ndio mama yako niliyekuzaa kutoka kwenye hili tumbo, ukirudi kwa Chike, usikanyage tena hapa nyumbani kwangu. Usinitafute kwa lolote. Utafute mama yako mwingine. Sitakuwa sina radhi na wewe. Mama, hiyo radhi kama unanipa wewe nipe, itanikutoka kwa mbavu. Ndio wazimu wewe. Mama, kwa Chike nitaenda. Najua ili simpendi. Chike ndo mwanamume wangu wa ndoa. Nawe kaka, kipindi unanitibia, hatukukubaliana kama utakuja kunioa. Hata usingenitibia wewe, basi wangenitibia wengine. Wewe vipi wewe kaka wewe? Usinijibu hivyo. Sonia. Usikanyage hapa tena. Mama, sikiza nikwambie vizuri. Hayo mambo ya kupeana laana, sijui kupeana radhi au mtamalizana wenyewe. Ninachotaka mimi hapa Mkango Bay, ninachokitaka, nahitaji mpige mahesabu ya vitu vyangu vyote ambavyo nimegharamia, nipe pesa yangu. Nilikuwa natoa pesa ya ubani kwa mganga, nilikuwa natoa kila kitu. Lakini matokeo yake nilikuwa nakuja hapa, kuna muda mwingine ulikuwa unaniagiza unanituma naenda kwa mganga peke yangu. Leo hii unakuja unaniambia kwamba mwanao na mahusiano. Kwa nini usingeniambia tangu mapema? Yaani mimi nimetumia pesa, soma karatasi mama. Unanielewa vizuri? Alafu unazaje mtoto wa kike kama huyo anakujibu wewe mzazi? Anawezaje kuishi katika ndoa? Mwanangu, naomba unisamee mimi. Nisamee tafadhali. Huyu mtoto sijui amebadilika kiasi gani. Hizi tabia kuwa nazo. Mtu ana mahusiano, sijui na Joel, ana Chike. Mbona nimeshangaa? Nilikuwa napenda, kumbe naanza kupenda sehemu ambayo haitakiwi hata kupendwa. Nataka pesa yangu, yaani sitaki kuongea sana. Mimi ni mgeni hapa mjini, na nimejui vizuri. Nisije nikamwaga damu ya mtu. Haki ya Mungu nasema, naomba hela yangu. Kakai na mwanao, piga mahesabu. Kama muwezi mimi nichukue maamuzi yangu sasa. Mimi ni mgeni hapa mjini, ila mimi hapa mimi ni mwenyeji mzuri. Mungu wangu. Nifanyaje mimi? Mtaona jamani, mtaona. Mungu wangu. Wewe Mkango. Wewe Mkango mwacha. Mapenzi yamejawa na usaliti, watopenda visa vingi. Unayempenda hakupendi, purukusha soma dingi. Hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umekithiri. Ushirikina